ni wewe ndiye mwanamume pekee uliyeko ndani ya moyo wangu. Wewe si daktari wa kawaida, Tian Hao anasema kwa sauti ya chini akihisi maumivu. Mikono yako haina harufu ya dawa za hospitali, ina harufu ya ujasiri wa mtaani. Kwa mara ya kwanza Tian Hao anaacha kejeli. Wawili hawa wanajikuta wakizungumza kuhusu maisha yao. Tian Hao anaelezea shinikizo la kuwa mtoto wa jenerali, wakati Baobao, bila kusema siri yake, anaelezea jinsi anavyopambana ili kuwalinda wale anaowapenda. Kuna cheche za mapenzi zinazoanza kujitokeza katikati ya hatari hii. Wakati huo huo, Shen Wentao anahangaika msituni kumpata Baobao. Anapowapata Baobao na Tian Hao wakiwa pamoja msituni, anahisi wivu mkubwa moyoni mwake, ingawa anauficha. Wentao anaanza kugundua kuwa Tian Hao, ambaye siku zote alionekana kumdharau mwalimu huyo, sasa anamtazama kwa jicho tofauti sana. Bila kupoteza muda, Wentao hajari ushindani wao. Kwa sasa anafikiria kutoa msaada, anambeba Tian Hao mgongoni na kumwahisha hospital. Wanafunzi wote wanarudi chuoni, lakini siri mpya imeanza, ushindani wa mapenzi. Sasa sio tena ushindani wa nani ni askari bora, bali nani atauteka moyo wa daktari Tiao au Baobao. Baada ya kurudi chuoni, Baobao anakuta barua imeachwa chini ya mlango wake. Inasema, najua wewe si Tiao Bidie. Ukweli utajulikana hivi karibuni. Baobao anapata mshtuko. Je, kuna mtu aliyemwona kwenye treni? Au ni Tian Hao anayecheza mchezo wa akili? Hofu inamjaa akijua kuwa saa ya ukweli unakaribia imefika. Baobao anaanza kuwa na hofu kubwa. Ile barua inayosema najua wewe si Tiao Bidie inamfanya asilale. Anaanza kumshuku kila mtu. Je, ni Tian Hao anayeendelea na michezo yake ya panya na paka? Au ni Shen Wentao ambaye ni mwerevu sana kiasi cha kugundua uongo wowote? Anajaribu kuchunguza mwandiko wa barua hiyo, lakini mwandiko ni wa kuchapisha, block letters, hivyo ni vigumu kumtambua mtu. Baobao analazimika kuwa makini zaidi. Anaanza kusoma kwa bidii vitabu vya tiba na saikolojia usiku kucha ili kuziba mapengo ya uongo wake endapo atapewa mtihani mwingine wa ghafla na uongozi wa chuo. Chuo kinatangaza mashindano makali ya kila mwaka yanayojulikana kama Ironman Competition. Haya ni mashindano ya nguvu, kasi na mbinu za kivita kati ya vikosi mbalimbali. Tian Hao, kikosi cha Fire Dragon, na Shen Wentao, kikosi cha Sea Dragon, wanapambana vikali kuwania ushindi. Baobao anapangiwa kuwa mwamuzi wa upande wa afya na akili. Hata hivyo, Tian Hao anafanya jambo la hatari. Katika moja ya raundi za mapambano ya ngumi, anajifanya ameumia vibaya ili tu ambute Baobao karibu naye. Wakati Baobao anapomkimbilia kumsaidia,